Mazuri ya serikali. Nina swali moja. Kuwepo na migogoro ya mipaka kati ya vijiji na vijiji, wilaya na wilaya, mikoa na mikoa, na serikali ipo. Lini migogoro hii itaisha? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Kabejulu kwa swali lake. Ni kweli kabisa migogoro ipo na tunaendelea kuipambania, kuipunguza, na siku moja itamalizika kabisa. Migogoro ya vijiji na vijiji kupitia tume yetu ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, ukweli imeonyesha matokeo mazuri sana. Na kwa sasa tunaendelea na watu wako uwandani kwenye baadhi ya vijiji katika wilaya nyingi hapa nchini kwa ajili ya kuweka mpango wa matumizi bora ya ardhi ambayo tumeona ni suluhisho la migogoro hii. Kuhusu migogoro kati ya wilaya na wilaya, mkoa na mkoa, ni migogoro ya kiutawala, na mjue nchi yetu sio mpya katika upimaji wa maeneo haya, isipokuwa kumekuwa na mgongano tu kati ya maeneo haya mawili, kati maybe wilaya moja na wilaya nyingine, mkoa mmoja na mkoa mwingine, na tumeendelea na utatuzi katika kuwaelimisha watu umuhimu wa kuheshimu mipaka ambayo tayari ilikwisha wekwa siku nyingi sana. Mheshimiwa Halima James Mdeni kuona. Nashukuru Mwenyekiti. Sasa hivi kuna zoezi la upimaji na uuzaji wa viwanja linaloendeshwa na Shirika la Maendeleo Dar es Salaam DDC katika halmashauri mbili za Ubungo na Kinondoni. Zoezi ambalo lina ugomvi na mgogoro mkubwa sana. Waziri aliahidi mbele ya Bunge kwenda kutatua mgogoro kati ya tarehe 2 na tarehe 7 mwezi wa 6. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 6. Waziri hajaonekana. Naomba majibu ya serikali, waziri ataenda lini na tutaongozana naye lini? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nishukuru majibu na nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri ya maswali ambayo amekuwa akiyajibu hapa, lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge anafahamu Mheshimiwa Halima Mdee kwamba hali yangu ya kiafya haikuwa nzuri wiki yote iliyopita, kwa hiyo sikupata nafasi ya kuweza kwenda, lakini nitakaa naye tuweze kupanga tuweze kwenda kama nilivyoahidi. Na sikuahidi tu hapa ndani ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Mwenyekiti, niliahidi vile vile nilipokutana na wale wazee walipokuja katika Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo nitafika katika eneo hili. Mheshimiwa Yahya Mhata nilikuona. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mgogoro mkubwa kati ya kijiji cha Chirunda na kijiji cha Lipupu. Je, wizara iko tayari kumwelekeza kamishna wa ardhi wa mkoa wa Mtwara kwenda katika vijiji hivyo ili kutoa suluhu ya mgogoro huo? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mhata, nadhani baada ya kumaliza kujibu maswali haya tukutane ili tuweze kuliangalia kwa ukaribu, lakini nikubaliane na wewe kumwelekeza kamishna wa mkoa aende mara moja kwenye eneo hili la mgogoro, na baadaye tupate mrejesho wa pamoja namna ambavyo chanzo cha mgogoro kilivyo. Asante sana Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda pamoja na Mheshimiwa Deo Ndejembi kwa majibu mazuri ya waheshimiwa wabunge kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Sasa tunaendelea na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Swali la Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, mbunge wa viti maalum, litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Oran Njenza. Mheshimiwa Suma Fyandomo anataka kufahamu lini serikali itawapa makoti ya kujikinga na baridi askari polisi wanaofanya kazi katika mkoa wa Mbeya. Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Daniel Silo. Mwenyekiti, makoti ya kujikinga na baridi ni miongoni mwa sare za jeshi la polisi ambazo askari polisi wanaofanya kazi kwenye mikoa yenye hali ya hewa ya baridi kali hupewa. Mkoa wa Mbeya ni miongoni mwa mikoa ambayo askari polisi wanapewa makoti ya kujikinga na baridi kali wakiwa kazini kama sare ya jeshi la polisi. Mikoa mingine inayopewa makoti ya kujikinga na baridi ni Iringa, Njombe, Songwe, Rukwa, Arusha, Manyara, Kilimanjaro na wilaya Lushoto katika mkoa wa Tanga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Oran Njenza. Nashukuru sana Mwenyekiti.
Kwanza nianze kwa kutoa pole kwa wafiwa pamoja na majeruhi iliyotokana na ajali mbaya iliyotokea Mlima Iwambi, Mbalizi, Mbeya. Na pia naomba Mwenyezi Mungu awasaidie majeruhi wote waweze kupona kwa haraka, na marehemu wote Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu askari hawa mara nyingi wapo kwenye doria na wengine wako kwenye sehemu za ukaguzi wa magari, je, ni lini serikali itajenga vibanda vya ukaguzi katika maeneo hayo ya ukaguzi? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kwa Mbalizi wananchi pamoja na serikali wamejenga kituo cha polisi cha wilaya ya Mbalizi. Je, ni lini sasa serikali itajenga nyumba za askari wa kituo hiki cha wilaya ya Mbalizi? Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Oranjeza, mbunge wa Mbeya vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli askari wetu wanafanya kazi nzuri sana.